nyie ndio mtafanya, mtanikosha, mtantilisha uzu, mtaniswalia baada ya kunivisha sanda, mtanipeleka kunizika. Sitoweza kujifanyia hayo, na mkiniacha hapo ambapo nimevishwa, basi nitaoza, takuwa kero kwenu. Dhaifu sana, na muogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na dhana yangu niko kwenye haki, hii haki kwa sababu ya dalili, wala sina shaka naishi ninachokulingania, na msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala uko juu yangu. Sina shaka juu ya hilo, kwa sababu niko kwenye haki, sio mambo ya ubabaishaji kama mnaofanya nyie, kubabaisha. Sasa kuna baadhi ya sifa ambazo mnaonekana mnazo, hizi ni baadhi ya sifa za makhawarij. Unaona ukhawarij unaanza kuwarejea nyie wenyewe. Mnawatetea murtaddun alladhina la yahkumuna an-nasa bighairi, alladhina la yahkumuna an-nasa bima anzala Allah, ambao hawahukumii watu kwa sheria za Allah, na mnawapinga wale wanaowahukumia watu kwa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwatazama makhawarij ndio wao. Wa hakikatul amri anna mas'alata at-tahkimi, uhakika wa jambo lilivyo ndugu zangu katika imani, mambo ya hukumu za mutashabihat na hukumu hizi za muhkamat wa mutashabihat, uhakika ulivyo katika akida yetu ya ahlus sunnah wal jamaa ni thabitatun bil kitabi was sunnati wal ijma'i. Masala ya tahkim, waislamu kuhukumiana kwa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallama, ni jambo lenye ithibati katika Qur'an, sunna na ijmaa. Zote ni dalili kitabu, sunna na ijmaa. Wamekubaliana wanawachuoni qadiman, wale waliotangulia, wa hadithan, na wa sasa, kwamba jambo la kuhukumiana kisheria ni jambo la kisheria, limethibiti kwenye Qur'ani na sunna. Asiyakatokea mtu akasema haijuzu kuhukumiana kwa sheria za Allah Ta'ala, asiyakatokea. Sasa tuuliza swali, halil mujahidun au ma yusammunahum bil khawarij yahkumuna bitakfiri bil mutashabah? Je, hao mnawaita mujahidun, sitowaita mujahidin, hao mnawaita nyinyi khawarij, wanawahukumia watu katika ukafiri, katika hukumu za mutashabaha au hukumu za muhkamat? Wanaposema daulatu Saudia ni daulatul kufri, hii ni darul kufri, hawa ni vibaraka wa Marekani na Muingereza, hawa ni watumishi wa NATO. Ndio maana mabwana zao wako katika ardhi ya al-Haramain Sharifaini, wako Makka, wako Jeddah, wako Riyadh, wako Madina, wakiwahifadhi na kuwalinda watawala, kwa sababu watawala wao hawawezi kujilinda, wameridhia sera zao. Petroli ya Waislamu inapelekwa huko Amerika, inapelekwa Uruba. Je, hawa sio makufar? Aonyeshi muwalatu na makufar? Na wanaita dalili katika suratul Maida, ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini Allah subhanahu wa ta'ala, la tattakhidhu yahuda wan nasara awliyaa, msiwafanye mayahudi na manasara vipenzi vyenu. Wao kao ni marafiki, msiwafanye. Lakini mamlakatul arabia saudia, Sudan, Misri, si utaangalia wapi, subhanallah, Libya, wote wamefungamana na makufari. Leo hii katika nchi ya Misri demokratia imeingia, na wamechagua kwa demokratia baada ya kumwagwa damu za Waislamu maelfu na maelfu. Amepatikana rais huyu Abdul Fattah Sisi, ndio rais wao sasa hivi wa Misri.
na alikuwa rais amekaa mwaka mzima kuhukumia raia kwa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, aitwa Muhammad Mursi, pamoja ya kuwa ni hafidhul Qur'an, lakini Qur'ani haikufanya kazi, bali zimetuijia sisi kauli yeye akisema za kufrun bawa, zaonyesha na yeye ametoka katika Uislamu. Na wana wachuoni pale wa kisalafi almujahidun mashaallah wakamrejesha na kumlingania, bado yuko katika inad na kushikwa, kama alivyosema Sheikh Sharif kwamba hii Qur'ani haiwezi kuhukumia sasa. Hii Qur'ani ni jambo la zamani. Sasa hivi watu wako katika globalization, utandawazi, ni kazi kuhukumiwa na Qur'ani. Ulimwengu utakataa, Human Rights Watch, haki za kibinadamu zitakataa mwanamke kumfanyia rajmi ya mezini, hata kama amekuja mwenyewe watapiga kelele. Kwa hiyo hii Qur'ani haina kazi. Je, neno hili alimtoi Sheikh Sharif katika Uislamu? Lamtoa. Qur'ani umeambiwa ni azama zilizopita. Hii Qur'ani zilizopita, za sasa na zijazo, kwa sababu katika usulul fiqh twasema asli mambo yaliyopita ndio msingi wa mambo ya sasa, na mambo ya sasa ndio msingi wa mambo ya baadaye. So Qur'anul Karim ni msingi wa yale mambo yaliyopita kwa wale waliopita, na yale yaliyopita jinsi walivyojikita masahaba katika jihad kuipigania dini ya Allah tabaraka wa taala, ndio maandalizi yetu sisi leo katika jil wa baada jil, zama hii na zama zinazokuja. So hii ni preparation, al-istidad, maandalizi kwa kizazi kinachokuja cha kital fi sabilillah, kwa bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi useme Qur'ani hii ya zamani, mawazo ya makufar wanaitazama Qur'ani kama Biblia. Hii Qur'ani sio kama Biblia hii ni update. Haihitaji mpaka uwe na megabyte, yenyewe tu ni update, wala hakuna virus itaingia. Na Allah ametangaza katika Qur'an akiwaambia majini na wanadamu, leteni mfano wake tu, hakuna virus itakayoingia. Hii ni update, haihitaji internet. Kitabu kilivyo tu ni update anytime, full time. Qur'an ipo update, sio kitabu kimechoka. Hicho tachoka karatasi, lakini maneno ya Allah tabaraka wa taala yatahifadhiwa zama mpaka zama, na insha Allah taala yatawahukumu watu madhalili watakuwa wakati shingo zao zikikatwa kupitia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Makufaru wataki wasitaki, Qur'ani itawahukumia watu, watauawa wenye kuuawa, wataingia kwenye Uislamu watakaoingia. Kwa hiyo sio kitabu kimepitwa na wakati. Haya maneno aliyosema Sheikh Sharif, maneno ya kuonyesha Qur'ani imepita, na akayarudia Muhammad al-Mursi kuwafurahisha watawala wa kikufar. Lakini yako wapi? Mujahidina wanaposema mamlakatul arabia saudia ni darul kufru, akipo kitabu kimeandikwa hal saudia darul islam au darul kufri, wakaelezea kuanzia utawala mpaka na utawala. Jamani, watawala wa Kisaudi wamepita, wafalme hapo walitishwa na Waingereza, wakasaini mkataba kisiwa cha Nablus kitawaliwe na makufaru wa Kiingereza, na aliyakuwa 90% ni Waislamu. Akasaini mfalme Sharif kuwapa Waingereza, kwa sababu ameahidiwa atapewa askari na atapewa utawala wa kutawala Saudia na kuitazama Al-Kaaba. Hebu angalieni hizo hali. Kwa hiyo mujahidina bana huwa wanabainisha, mtu asije akawa akakudanganya, huyu ni kafiri kwa dhabit min dawabiti hizi, ya kwanza, ya pili, ya tatu. This man is not a Muslim, hadha rajul kafiru. Limadha? Kwa dalili inakuja ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, wanabainisha. Hawamtii mtu katika ukafiri bila dalili. Hiyo ni moja katika sifa za makhawarij. Ndio tunauliza mujahidina, lini wamewatoa watu katika Uislamu bila ya kuonyesha dalili katika kitabu na sunna? Huyo ambaye ni zaimu tanzimul qaida, kiongozi wa tanzimul qaida, Ayman az-Zawahir, amenasibishwa na manhaji ya takfir, lakini hasomi dalili, haandiki vitabu, au ni mjinga, ana ilmu. Sheikh Usama al-Mujahid
rahimahullah, Usama bin Laden Abu Abdullah, naye je hakuwahi kuonyesha ukafiri wa mamlakatul Arabia Saudia, akuyasema yale ambayo sisi wengine kwa sababu yanafichwa watu wakienda kufanya ibada ya hija hawatuletei shubha za huko, watuletea maji ya Zamzam, akuyabainisha, akuonyesha mpaka machozi yanamtoka. Angalieni the solution ya Sheikh Usama iliyojitiwa na maikhwa, uone namna ambavyo alivyozungumza hiyo mamlakatul Arabia Saudia. Nani atasema daula ile sio daulatul kufur, pamoja na raia zake kuwa 99% kwamba ni Waislamu? Sema unaona bwana, hata Maka anaitukana, hata Maka. Kwani Maka ulinzi wake uko wapi? Si uko kwa Marekani? Marekani kapeleka jeshi pale. Ibn Baz alitoa fatwa akaruhusu, inajuzu. Na ya masala inshallah tutakuja tuyazungumze kidalili. Je, al-isti'ana bil mushrikina yajuzu am la? Kufanya isti'ana, kutaka msaada kwa washirikina, inajuzu am la? Wama qawlu an-nabi sallallahu alaihi wasallam indama qala, na neno la mtume sallallahu alaihi wasallam alipomrejesha mushrik akaambia irji'i fa inni lan asta'ina bimushrik, rejea, mimi sitaki msaada kwa mushrikina. Na kauli hiyo ina maana gani? Na katumia lan abadiyya, katu mtume sallallahu alaihi wasallam hatotaka msaada kwa washirikina. Lakini leo mpaka kesho, mpaka jioni, nakwambieni mpaka hivi nyama za nguruwe zenye makopo, za kutoka kwenye makopo, zaingia mamlakatul Arabia Saudia. Wanawake wale masanadidi kufar min al-yahudi wan nasara, au wanajeshi wa Marekani wako pale wakitamani nguruwe, zaingia ndege zinashusha maboksi na maboksi, wanakula nguruwe. Wamekaribisha na wafalme na zawadi bana. Mkiona michezo wanaocheza wafalme na viongozi hao huwezi kuamini. Kwa sisi tunaelewa sio Darul Islam, sio Darul Islam, wala hakuna Darul Islam. Kuna wilayatul islamia. Maikhwa wanajitahidi biidhnillah subhanahu wa ta'ala kubainisha hayo. Kwa hiyo lini bana mujahidin hawa ambao nyinyi mnawaita au ma yusammunahum bil khawarij, au hawa mnawaita khawarij, yahkumuna bil takfir bil mutashabaha. Lini wanazichukua aya za mutashabaha kisha wanahukumia watu kwamba huyu sio Muislamu? Lini na wapi mujahidina wanafanya hivi? Mimi sijaona ambaye amesikilizishwa alete dalili ya kusema mujahidin wanachukua aya ambazo ni mutashabiha. Mutashabiha huwa hazieleweki hukumu yake ikoje, na muhkamat ziko wazi. Mujahidin wanachukua aya ambazo ni muhkamat, wanazisoma wazi, wanawaingiza watu katika ukafiri na kuwasomea kwamba jambo hili linakutoeni katika Uislamu. Nahnu la nahkum bil mutashabaha wa natruku muhkama, sisi hatuwahukumi watu katika zile aya za mutashabihati na tunaacha muhkamati. Sisi hatufanyi hivyo. Sisi wazungumzaji wa da'wa hii na wale wenzetu wenye uwezo wa kuipigania dini ya Allah hatufanyi hivyo, kama faala al-khawarij fi qadhiyati tahkim, kama walivyofanya makhawarij katika kadhia ya tahkim. Wao wakamkanusha Ali, wakamkanusha na Muawiya. Sisi hatufanyi hivyo. Bal nahnu, sisi naatakidu, tunaitakidi anna itibaa almutashabaha wa tarka almuhkami alamatu min alamati ahli albid'i. Sisi tunaitakidi ya kwamba kuzifuata zile aya za mutashabaha na kuziacha aya za muhkami ni moja katika alama miongoni mwa alama za watu wa bid'i. Watu wa bid'a wanaacha aya zilizokuwa wazi, na aya ni masala ya kiakida. Masala ya kiakida, tukisema Allah tabaraka wa taala ana uso,
watapinga, na aya wanazozileta ni aya ambazo ni mutashabiha, wanazia